Bwana nipo kwenye boti hapa tunarejea zetu Dar es Salaam. Nipo na Dr. Hamis kutokea Lunyasi Simba. Hiyo jana kwenye mechi huko mtandaoni naona kuna video clip zinatembea. Maji ya zambarau, sijui maji yana rangi sijui na nini. Nikaona mwenyewe daktari pale anakimbia. Nikasema ngoja nimuulize Dr. Hamis. Kwani ile nini mpaka inakuwa mjadala maji ya zambarau? Ndio ugomvi. Sema ukweli, ile ni sayansi. Okay. Na si tunaziona, lakini kwa sababu hamna haja ya kuzijibu, tunachukulia tu kawaida kwa sababu ni vitu ambavyo lazima viandaliwe. Sisi tumesoma kwa ajili ya wachezaji wa Kitanzania, tuko kwenye mpira kwa ajili ya wachezaji wa Kitanzania, kwa ajili ya kuwasaidia kutoka walipo mpaka kwenda sehemu nyingine. Huyu anayeandika naye atakuwa na mtoto siku moja, atatakiwa acheze, awe na afya, asiwe na injury, atahitajika apate lishe sahihi. Ili mchezaji alikave, anahitaji kulala, anahitaji kula vizuri, anahitaji kuwa na kila kitu, anahitaji nguvu. Hata wewe ili uweze kutembea, uweze kuniviji kama hivyo, unahitaji nguvu. Sasa hiyo nguvu inapatikanaje? Watu wakitumia nguvu wanatakiwa wapate walipie. Sawa, na tunasema ni debit. Ile debit anailipaje? Kupitia chakula, kupitia na njia nyingine kama hizo. Yale maji ya zambarau ni sayansi tu, wala hamna kipya. Ni sayansi tu ndio imejaa pale. Na mimi binafsi siogopaji kuweka vitu vya rangi yoyote hadharani, kwa sababu naamini vipo kwa ajili ya watu. Kwa hiyo kiwe cha njano, kiwe chekundu, kuna wakati mwingine inaonekana ni beli kubwa limebebwa, vile vyote ni vitu kwa ajili ya kuwasaidia wachezaji. Lengo letu tuwasaidia wachezaji. Leo mchezaji anaweza kaa kwenye timu inayosema kesho kutokaja kwetu atakiwa apate level ile ile ya recover, ili afanye kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya taifa lake na extra. Ile kitaalamu ni nini ile? Zile ni kwa ajili, kwa sababu ni supplements. Supplements ziko za aina nyingi, ziko za kwa ajili ya kuupa mwili urudi kwenye nguvu zake za kawaida, sio kuongeza nguvu. Maana mtu mwingine anasema kuongeza, kuzipa ziwe kwenye level yake ya kawaida. Mchezaji anaweza kupoteza glucose kwa kiasi kikubwa kwa kuimaintain. Ukute mchezaji akili yake hajajiandaa kucheza dakika 90, ameipata dakika 90 bila dakika, amejiandaa acheze dakika 90, amepata dakika 120 ghafla. Lazima umpe kingine cha ziada, iwe chakula, iwe ndizi, iwe tembe, chochote ambacho kitamuongezea. Kwa ni muhimu si tu kwa level hii ambayo tupo, lakini hata kwa level za chini. Wachezaji wa chini na wao inabidi waconsider. Tunabeba ndizi, watu wanatakiwa mbona washangae? Tunabeba tende, mbona watu washangae? Hivyo vyote ni kwa ajili ya kumuongezea uwepo mchezaji kwa dakika nyingi zaidi ambazo ataipoteza hivi. Kwa hata yale maji yaliyoonekana jana ni sayansi kama hiyo. Unaweza usitaje kabisa ni nini na nini, lakini ni sayansi. Inawezekana ikatumika kwa ajili ya recover, inaweza ikatumika kwa ajili ya kumfanya mchezaji awe timamu, awepo kwenye mechi, kumuongezea alertness, yani utayari wa kile kitu anachokifanya. Lakini kuna muda inahitajika tu kwa ajili mchezaji kama refreshment. Mchezaji anatoka jasho la kutoka jingi wakati anacheza dakika 90, anatakiwa apate maji ya kutosha. Maji yako ya kila rangi. Hata ukienda kununua soda dukani, unakuta kuna soda za nyekundu, nyeusi, kila soda zipo, si ndio hivyo? Vile vile na hizi sport drink ziko za aina tofauti tofauti. Inaweza tu umekuta dukani nikachukua, ni nzuri kwa mchezaji nikampa, ina zile compound unazozitaka. Kwa hiyo ni maji ya rangi, lakini hiyo rangi ina maana kwa timu, ina maana kwa recover, ina maana kwa science, ina maana kwa maendeleo ya mpira. Sawa. Kwa hiyo watu waichukulie positive, si negative. Ni nzuri. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo kila kitu kipo kwa ajili ya kupandisha mpira wa Tanzania. Umeona mchezaji anafanyiwa massage, umeona mchezaji anafanyiwa kitu chochote. Kama unavyojua, nipo kote. Nipo like timu ya taifa, nipo kwenye timu. Sawa, na naweza kwenda Mashujaa kama daktari wa mpira. Kwa hiyo leo niko hapa, ile elimu ambayo ninaisoma naweza kuisambaza. Sawa, na kwa mimi ni waase watu waangalie vitu vingine, si kila kitu tuweke kule kwenye negativity. Tuweke pia kwenye positivity kwamba tunaukuza mpira wetu. Tuwe kwenda kujifunza. Tupende kujifunza. Lakini pia na sisi pia tutalaumiwa kwa sababu hatuwapi watu hizo elimu. Lakini tutaendelea kuwapa watu elimu, kuwaeleza kwa nini anakunywa hii. Tutaenda pia kwenye academies tuwaelekeze ipi ni sahihi, ipi sio sahihi. Kwa hiyo vitu vyote ni muhimu. Kwa sababu nyingine unaweza ukalaumu wanaoongea, lakini kumbe hawana elimu na hicho kitu.
na sisi kama tulioenda kusomea hivyo vitu vichache tunapaswa kuambia hiki kitu ni nini na kinasaidia nini, ili kuepukana, kwa sababu kuna mtu yuko timu fulani labda dogo, anaweza kaja siku moja Simba akapewa ile akakataa, akasema ni uchawi, kumbe ni scientifically proved, no doping, no anything, kinamsaidia mchezaji tu vizuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa ajili ya kuangalia hivyo. Ushaona kila timu ina falsafa yake kwenye kurecover. Falsafa ya timu kwenye recovery, kwenye kuiandaa mpira ni issue ya siri, lakini falsafa ya recover ni ya dunia nzima, kwamba recover bora kwa mtu ni kulala. Hiyo ndio namba moja. Namba mbili, lishe inajulikana. Hizi massage, sijui foam rollers, mtu kuana fanyaje kustretch, hizo ni extra. Chaona, lakini hivyo vitu vyote vinajulikana. Lakini sasa kila timu ina falsafa zake, ina brandi zake. Maana hata sasa hivi ukienda Man City, ile rangi ya zambarau yao inawezekana ikawa tofauti na ya kwetu. Wao inawezekana wanatumia brandi hii, sisi tunatumia brandi hii. Sisi tunaangalia brandi ambayo tunaiamini. Chaona. Kwa hiyo supplement pia ziko na brand. Kitu cha muhimu ni kuangalia hizo labels, kuangalia kuhakikisha humdhuru mchezaji. Kwa sababu sisi kwetu madaktari, mchezaji tunamuona kama mgonjwa kwanza. We say as a client or patient, not as a player. Kocha yeye ndio anaweza kumuona kama mchezaji kwanza, au baadaye muone kama mgonjwa. Kwa hiyo sisi tunaangalia zaidi afya ya yule mchezaji na ustawi wake. Kwa ndio nakwambia ni protocol wise, kila timu ina jinsi yake ya kurecover. Ushaelewa? Inawezekana timu nyingine maji yao wanao lakini wanayanywa ndani. Ushaelewa vizuri. Sisi tumedhihirisha kwa sababu hayana shida kwa mtu. Ushaona? Na nadhani siku nyingine nitachanganya mbele ya watu, si shida. Mimi nimekuelewa sana. Tuko pamoja. Huyo ni Dr. Hamisi Kimweri, anajaribu kuweka mambo sawa na kutugaia elimu kwa sababu ni mambo ya kitaalamu sana haya. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa wakati wako bana. Mimi nipo zangu kwenye boti hapa, narudi zangu Dar es Salaam, na ndio hivyo na mimi nakuacha. Endelea kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na YouTube. Tunatumia jina moja tu la Ava TV. Mimi naitwa Jadu. Kwa heri. Iji nyinga hii. Iji usie ushe. Iji ushe na mengia bosi afu jangao yambi. Na muungano tiku hiyo usie. Sasa ushe ndaja ushe mungu. Jana tu. Kwa kaka medali koka ita nyumba. Akosha wakundo akaite shamba haya. Ndio akijikunda. Hizo kwa Simba. Aje kusazote picha. Ya kaka medali shamba ikabu. Kimoya ana kamera Kenya. Kimoya akaita shamba haya akamtoa na kopicha. Imeushi tayari nza katoza kuno. Nza kaona pe.